kutembea, nina taarifa, sijaja kutembea. Hizi ni nondo za habari kutoka hapa Mgongo TV na mimi ni Olivia Moses. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amembananisha mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro kwa nini wamesubiri ziara yake wilayani humo ndipo waanze kuchimba msingi wa ujenzi wa kituo cha afya licha serikali kupeleka fedha za utekelezaji wa mradi huo siku nyingi. Waziri Mkuu amehoji swala hilo leo Februari 18, 2026 ikiwa ni siku ya kwanza ya ziara yake mkoani Kilimanjaro, akisisitiza kuwa serikali haiwezi kukubali rais apambane kutafuta pesa za utekelezaji wa miradi halafu kukawa na mchwa wanaoshughulika kutafuna fedha za maendeleo zinazotolewa. Dr. Mwigulu ameagiza TAKUKURU kufanya uchunguzi wa kina kuhusu kuchelewa kwa ujenzi wa kituo hicho cha afya pamoja na maeneo mengine yenye dosari yakiwemo ujenzi wa madarasa pungufu kulingana na fedha zilizotolewa, madarasa yaliyokarabatiwa kuanguka ndani ya muda mfupi pamoja na nyufa katika majengo ya hospitali ya wilaya ya Same, huku akiagiza hatua kali zichukuliwe patakapobainika kuna uzembe. Hatuwezi tukawa na utaratibu rais anapambana kutafuta fedha alafu huku panakuwepo na mchwa. Wao wako tu kimya kimya kushughulika na fedha zinazokuja kwa ajili ya maendeleo. Sasa na hapa nimeambiwa fedha ya kujenga kituo cha afya cha Suji Gonjanza, fedha zilishakuja siku nyingi. Mmesikia ziara ndo mmeanza kuchimba msingi. Kwa nini mlikuwa mjaanza utekelezaji wake? Mkurugenzi yuko wapi? Mkurugenzi, hizi fedha zilishakuja siku nyingi. Kwa nini hamkuanza kutekeleza huu mradi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kama ulivyoeleza kwamba zilikuja mwaka jana na ujenzi tumeuanza, ila kwenye kata ile ya Suji tulikuwa na Suji Malini na hapo Gonjanza. Kwa hiyo baada ya kukubaliana kuhusu Gonjanza, ujenzi umeanza na tunaendelea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa tunaomba. Nimeuliza kwa nini mmechelewa, fedha ilishakuja tangu mwaka jana. Kwa nini mmechelewa kuanza ujenzi? Fedha ilishakuja, hatuna shida ya fedha, fedha ilishakuja. Wananchi wanahitaji kituo, wananchi wanapata shida ya matibabu, fedha mlishapokea. Nini kimechelewesha ujenzi? Hilo ndo swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale palikuwa na sababu za ndani, kwa tunaomba tunaomba tuweze kukamilisha mradi ule. Sababu za ndani ndo zipi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale palikuwa na ile kata palikuwa na hivyo vijiji viwili, na mara ya kwanza kabla hatujapata fedha ilikuwa kituo kile kijengwe Suji Malini. Kwa hiyo ilipotokea mvutano wa vile vijiji viwili, tukaona ni busara tumalize uchaguzi, baada ya hapo tuendelee na huo ujenzi kwa sababu ya ule mvutano ulio kuwepo. Fedha zilikuja kwa ajili ya ujenzi wa kituo wapi? Ilikuwa Gonjanza. Sasa mvutano unatoka wapi kama fedha imekuja kwa ajili ya kituo na mnajua inatakiwa ijengwe wapi? Mheshimiwa Waziri, fuatilia upate huo undani anaosema. Tukikuta ni uzembe lazima tuchukue hatua. Haya mambo ya fedha kuja na watu wanakalia fedha, wananchi wanapata shida, haya hayakubaliki. Haya hayakubaliki. Nimeambiwa pale Hedaru zililetwa shilingi milioni 248. Ilikuwa yajengwe madarasa 7. Mmejenga tu 4. Fedha nyingine imeenda wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna madarasa ya ukarabati 7 ambapo tayari fundi ameshapatikana na kazi itaanza. Mheshimiwa Waziri Mkuu.
Mheshimiwa Waziri, ufuatilie na hili, fuatilia na hili. Hospitali ya Same Mheshimiwa Waziri Mkuu, hospitali ya Same tumepata milioni 800 kwa ajili ya ujenzi hospitali ya wilaya, na kazi inaendelea, na baadhi ya majengo yameanza kunyanyua tofali na mengine kazi inaendelea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mbona hujaelezea nyufa zile? Mkurugenzi, sijaja kutembea, nina taarifa. Sijaja kutembea, nina taarifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kabla tujapata milioni 800 kuna fedha ambayo tuliipata, ambayo tulijenga majengo pale na nyufa zilitokea, ila limeshafanywa kazi Mheshimiwa Waziri Mkuu, na tunaendelea kufanyia kazi. Kwa nini zilitokea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli zilitokea. Kwa hiyo tunaomba, ni kweli zilitokea nyufa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kihurio mmekarabati madarasa 7. Mlikarabati madarasa 7 yameanguka ndani ya miaka mitatu. Kamanda wa TAKUKURU, nilishakutuma mfanyie uchunguzi ya maeneo yote niliyoyataja, nipate taarifa kabla sijamaliza ziara ndani ya mkoa wa Kilimanjaro. Kwa wingi wa habari hizi na nyingine nyingi, tembelea hapa Kemgongo TV. Mpaka wakati mwingine, asante. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.